Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumefanikiwa kupata ushindi hii leo dhidi ya timu ngumu ya Mashujaa. Ushindi wa mabao 5-2. Hatukutegemea kupata ushindi wa aina hii. Moja kati ya timu ngumu, timu shindani kwenye ligi kuu soka ya wanawake ni pamoja na timu ya Mashujaa. Ajabu ya Rahmani leo amekubali kuchezea chuma 5. Ni dhahiri shahiri ya kwamba wachezaji wetu walikuwa wameupania mchezo wa leo. Makosa ya wiki iliyopita dhidi ya Tausi yametufanya turekebishe pakubwa, yamejifanya tuboreshe sehemu kubwa timu yetu, na hatimaye hii leo tumefanikiwa kupata ushindi mnono wa magoli 5. Leo tunao furaha. Kwanza tumetangaza ubingwa katika ligi ya wanawake, lakini pili tumetangaza ubingwa kwa ushindi mnono wa magoli 5. Ni jambo la kutupa faraja. Rasmi tumekuwa mabingwa wa 2025-2026 ligi kuu soka ya wanawake. Msimu wetu tumeumaliza rasmi, na sasa tumesaliwa na mechi 2 mkononi kwa ajili ya kufurahia na kuburudika na kukabidhiwa kombe letu, lakini tayari kazi ambayo Simba Queens tuliwatuma wameikamilisha kikamilifu. Bila shaka haikuwa safari nzuri kwa michezo yote. Umefuatilia michezo yote, kama umepata nafasi, unaweza kutuambia mechi ipi ambayo pengine kwenu ilikuwa ni ngumu au bora? Safari haikuwa nyepesi. Nakumbuka tulianza ngao ya jamii hapa, tukapoteza kwenye hatua ya nusu finali. Ukishafungwa kwenye ngao ya jamii tayari inakutingisha, kwa sababu umetoka kufanya usajili, umetoka kufanya pre-season, alafu unakuja kwenye mashindano unapoteza. Pale maswali yanakuwa mengi kwamba labda sijafanya usajili mzuri, labda timu yangu mbaya, unakuwa na frustration. Kwa hiyo baada ya kupoteza ngao ya jamii pale katuvuruga, lakini tukasema hebu tukae chini tuangalie tumekosea wapi ili tuwe na msimu mzuri wa kiushindani. Tukakaa chini tukafanya tathmini kubwa, tukabaini ya kwamba kilichopelekea tukose ubingwa wa kombe la FA la ngao ya jamii ilikuwa ni ugeni wa wachezaji wengi waliopo katika timu yetu. Baada hapo tukawapa muda wachezaji kuzoea na kuzoeana, na ligi ilipoanza wakawa tayari wameshaanza kujenga umoja katika timu, kutengeneza muunganiko, na ikaanza kazi ya kugawa dozi baada ya mechi. Mechi ambazo zimekuwa na msisimko mkubwa na mechi ambazo zilikuwa ngumu sana ni mechi zote ambazo tumecheza dhidi ya wapinzani wetu namba 1 ambao ni JKT Queens pamoja na Yanga Princess. Lakini katika hali ya kushangaza sana, tofauti na misimu iliyopita ambapo aidha tunagawana alama na wapinzani wetu hawa kwa maana ya 3-3, au kila mmoja anachukua 1-1, au unachukua 1 mechi inayokuja unafungwa. Msimu huu imekuwa ni tofauti. Tumeshinda mechi zote against wao, na hiyo ndio ikawa startup yetu ya kuelekea katika ubingwa. Tumepata sare 1 katika michezo yote ambayo tumecheza, lakini kiujumla tumekuwa na mechi bora, mechi za kiushindani, na timu yetu imeonyesha ubora mkubwa, imeonyesha ukomavu mkubwa, na tumeshinda mechi ngumu kweli kweli. Miongoni mwa mechi ngumu ama mkoa mgumu mara nyingi huwa ni mkoa wa Mara. Tukienda kucheza na Bunda Queens inakuwa vuta ni kuvute kweli kweli, lakini mwaka huu imekuwa vile vile laini tu kutokana na ubora wa timu yetu. Tumemkamua pale nyumbani kwao Musoma, tukaondoka na alama 3. Kimsingi ni kwamba msimu huu Simba Queens tumekuwa bora sana, na ndio maana haishangazi kuona tumewapita wapinzani wetu kwa gap la alama 10. Unaweza ukachukua ubingwa kwa pointi 1, 2, 3. Hiyo inaonyesha ni kwa namna gani mlikuwa mnavuta ni kuvute, lakini gap la alama 10 ni dhahiri shahiri ya kwamba timu yetu na timu nyingine msimu huu ilikuwa ni mbingu na ardhi.